tangu mimi nichaguliwe karibu ni siku 150 sasa. Hakuna siku mkutano wote ulifanyika wa kitongoji. Bali na hiyo siku 150, wenye viti wetu ambao nawapenda sana, ni watu wazuri sana na hawana shida yoyote, hawajawahi kuitisha mkutano wowote wa kitongoji. Kwa hiyo sisi tuna matatizo sana kwenye kata yetu. Mtu anakaa huku Ngaramtoni anasema anakaa ofisini. Ofisi yetu ya kata iko Ngaramtoni, haendi kijijini. Lakini ukienda kule kijijini mikutano haitishwi wala hamna kitu kinachofanyika. Kwa hiyo kuna mambo mengi pia na ambayo napaswa serikali hii ichunguze, kwa sababu mimi nikisema anakimbia kule kwa DC anasema uongo, anakimbia kwa mkurugenzi anasema uongo, anakimbia kwa mwenyekiti anasema uongo. Wakati mimi kama diwani ndio kazi yangu hiyo kuhakikisha kwamba vitongoji vyangu mikutano inakaa. Na hii sio nasema mimi, hata kwenye semina tulokaa juzi ambaye ilisimamiwa na TAMISEMI tuliambiwa hakikisheni waheshimiwa madiwani mnasimamia vitu vya aina hii. Na vitu vingi tu. Ukiangalia sasa kwenye kata yetu tangu tulipoingia kwenye hii hali ya kufunga barabara, sasa hivi mikutano haifanyiki tena kwenye kata, na diwani yupo anachukua mikutano ya ardhi anapeleka kule kwa Muhidini kule wilayani, kwenda kukaa na Muhidini na baadaye kusema mkutano umeisha, wananchi wakakae na kuelewana. Wakati mimi sijui, najuaje kama kule wilayani wanawafanyia wale wananchi wangu kama ambavyo inatakiwa wafanyiwe? Hii si sawa. Na ukiangalia pia hapa alikuwa anasema uongo. Naona huu ni mkutasari wa ODC ya kikao iliokaa, na alikuwa anasema hakuna kilichofanyika. Hiyo ni uongo. Hebu angalia, hii ni saini yangu ameweka hapa, na hapa ameweka yake. Hebu fikiria, na hizi saini zote amekiri kwenye kikao cha kwangu mimi na mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya. Hebu fikiria. Lakini tume ambaye ilipangwa na mwenyekiti kwa ajili ya kuja kufanya hiyo kazi na kumpa mwenyekiti taarifa, walishatoa mkutasari, walishawapa wale watu waliochukua barabara pale mkutasari unaoonyesha kwamba wamepewa mkutasari kihalali. Ndio maana mimi nashikilia hii, kwa sababu kama tukikubaliana hivyo, na maana wale wananchi pale watakaa bila barabara. Kwa mambo ni mengi hapa. Mimi nadhani nataka pia niyajue hayo kama sintapata majibu haya mambo, kwa sababu sasa ukiangalia ile yenye majina ya watu waliokaa kwenye kikao, na hii hapa barua hii hapa, nisipopata jibu mimi naenda mahakamani kumshtaki mahakamani, na nitamshtaki kwa sababu nikiacha mimi hii itaniletea mimi shida kwa wananchi. Ndio hivyo nasema mwenyekiti, kwa kuwa lazima atakuwa amepata ile taarifa ya juzi, hakikishe hii kitu imemalizika haraka. Hakikishe hii kitu nimepewa barua na mkurugenzi inayoonyesha kwamba mimi sikushiriki katika wizi uliofanyika, katika kuandika majina ikiwepo ya mimi ya kuwapa wale watu barabara wakati sihusiki. Maana kama watanipa barua mimi yule nitamshtaki mahakamani. Manake nikiacha sasa kwa hali kama hii, kesho kutwa inasemekana ni yule diwani ndiye ametoa. Na hii si jambo dogo, maana wamezoea kusema ni jambo dogo. Kuna viongozi wakubwa kabisa anasema eti hili ni jambo dogo. Yaani barua 2 umesainishwa wewe kwamba unahusika, alafu watu wanakaa tu ofisini wanasema hili ni jambo dogo. Sio jambo dogo. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.